Tarehe 3 ya mwezi wa 3 2026, na kusalimu sana popote pale ulipo. Uko nami Pendo Godson ambaye nakusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha. Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo Dar es Salaam imetupilia mbali mapingamizi yaliyowekwa na Said Issa Mohamed na wenzake kupinga Lissu kuunganishwa katika kesi ya mgawanyo wa mali na wakabili katibu mkuu wa Chadema na bodi ya wadhamini. Leo maombi namba 2922 ya mwaka 2026 kati ya Tundu Antipas Lissu na wajibu maombi ambao wako watano, wakiwepo bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, katibu mkuu, pamoja na Said Issa Mohamed na Ahmed Rashid Hamis na Maulida Anna Com, ambapo ni maombi yaliyofunguliwa na mwenyekiti wa chama kuomba kujumuika au kujumuishwa katika kesi ya msingi maarufu kama kesi ambayo inaitwa mali za chama. Katika maombi haya yalisikizwa tarehe iliyopita na wenzetu, kwa maana mjibu maombi namba 1 na mjibu maombi namba 2 ambaye ni Said Issa Mohamed, Ahmed Rashid Hamis na Maulida Anna Com walileta mapingamizi matatu, na tulipoanza kusikiliza wakatoa pingamizi moja, yakabaki mawili. Pingamizi la kwanza ni kwamba wanasema mwenyekiti hana miguu ya kusimamia, kwa maana locus standi ya kuomba kujumuishwa katika kesi ya msingi. Na pingamizi lao la pili walisema kwamba hati ya kiapo ina kasoro za kisheria kwa sababu mwenyekiti hajaonyesha chanzo cha taarifa za kila ambacho ameweza kukiandika kwenye hati ya kiapo. Na tulisikilizwa, baada ya kusikilizwa leo uamuzi umetoka ni kwamba mapingamizi yote mawili yametupiliwa mbali na kesi au maombi hayo yamepangwa tarehe 6 saa 3 asubuhi siku ya Ijumaa kwa ajili ya kusikilizwa, na mahakama itatoa uamuzi aidha ajumuishwe kwenye kesi ya msingi au asijumuishwe. Hicho ndicho kilichojiri hapa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema uwekezaji wa serikali katika mradi wa ujenzi wa matenki 15 ya uhifadhi mafuta wenye thamani ya shilingi bilioni 678.6 ni hatua ya kimkakati inayolenga kuimarisha Tanzania kama kitovu cha biashara cha ukanda wa kimataifa. Daktari Samia ameeleza hayo leo wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa matenki hayo eneo la Kigamboni, Dar es Salaam. Ndugu zangu, uwekezaji wa serikali katika mradi huu wa ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta ni hatua ya kimkakati katika kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha biashara au biashara na uwekezaji wa kikanda na kimataifa. Hatukusudii hapa, tunakusudia kule. Kwa hiyo ni kikanda na kimataifa. Vile vile ni uthibitisho kuwa kama taifa tumeamua kujiandaa kutumia kikamilifu jiografia ya nchi yetu kama lengo kuu au lango kuu la kuhudumia nchi zisizo na bahari au nchi zilizounganishwa na nchi zenye malango ya bahari. Tumedhamiria kuhudumia wenzetu kibiashara na kiuwekezaji na kuifanya Tanzania kwa kitovu cha biashara ndani ya ukanda huu na barani Afrika, lakini kama nilivyosema, kimataifa. Serikali imeweka lengo la kujenga nyumba bora 50,000 ifikapo mwaka 2030 kama sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 inayolenga kuboresha sekta ya makazi nchini. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amesema katika kufanikisha mpango huo, wakala wa majengo Tanzania TBA unatarajiwa kusimamia ujenzi wa nyumba 1500 pamoja na kuendelea na ukarabati wa usimamizi wa majengo ya serikali. Kwanza ninashukuru leo nimepata heshima na nafasi ya kuzindua bodi ya ushauri ya wakala wa majengo Tanzania TBA, ambapo nimewaeleza wazi kwa matarajio ya serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, TBA ishiriki kikamilifu katika kuhakikisha kwamba inatatua changamoto ya makazi, hususan makazi ya bei nafuu, haswa kwa vijana. Unajua tuna vijana wengi bachelors wanaoanza maisha, kwenye kupata makazi wanapata tabu kubwa sana, wanahangaika. Kwa hivyo TBA ambao ndio shirika letu kama wakala wa serikali kwenye malengo yale ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kujenga makazi nafuu
50,000 ni lazima wao bodi wachangamkie. Kwa hivyo mimi nimewaeleza wazi, pamoja na jitihada kubwa na nzuri wanazozifanya za kujenga uwezo wa kibiashara kwa kujenga majumba ya kupangisha watu kwa fedha nyingi, hilo ni jambo jema kwa kuwa wanajenga uwezo, utajiri wa shirika. Lakini kipaumbele chetu tungetamani sana kuona kwamba wanakwenda kutafuta suluhu ya makazi ya bei nafuu, hususan kwa hili kundi la vijana wale wanaotoka vyuoni wanaanza maisha, wengine ndio kwanza wameajiriwa, anaanza maisha, huwa wanahangaika, na niseme huwa wanahangaishwa sana namna ya kupata makazi. Sasa hili ni lazima bodi kiwe ni kitu cha kipaumbele kwao kutafuta solution. Asante sana. Serikali wilayani Ukerewe mkoani Mwanza imezitaka kaya maskini kujiunga na mpano wa bima ya afya kwa wote awamu ya kwanza ili wapate bure huduma za matibabu katika ngazi zote za vituo vya kutolea huduma za afya nchini. Akizindua mpango huo, mkuu wa wilaya ya Ukerewe Christopher Ngubiagai amesema kaya 2234 zisizo na uwezo pamoja na makundi maalum yenye jumla ya wanufaika 10,708 wilayani humo wameingizwa katika mpango huo wa taifa wa bima ya afya kwa wote awamu ya kwanza ili wapate huduma za matibabu. Hakuna Mtanzania atayekosa matibabu kwa sababu ya fedha. Hakuna Mtanzania atayekosa matibabu kwa ajili ya kukosa fedha. Ndio maana ya mpango wa bima ya afya kwa wote. Katika awamu hii hapa Ukerewe, kaya ambazo zitafikiwa awamu ya kwanza ni kaya 2434. Kaya ambazo zitafikiwa ni kaya 2434. Katika kaya hizo wanufaika 10,708 watanufaika moja kwa moja. Hawa ni wanachama makundi maalum, wananchi wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za matibabu. Hii ni hatua kubwa sana kwa taifa changa kama la Tanzania katika kujenga taifa lenye usawa, kujenga taifa lenye utu, kujenga taifa lenye haki katika jamii. Afya ni mtaji wa maendeleo. Afya ni mtaji wa ustawi wa watu katika maisha yao. Tumsikia meneja wa NHIF wa mkoa akituambia ugonjwa hauji kwa taarifa. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Nani alipewa taarifa kwamba kesho ataugua? Yupo? Hivyo basi lazima sisi wana Ukerewe kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa tuweze kusapoti mpango huu wa bima ya afya kwa watu wote, kwani ndiyo mkombozi pekee ambaye atasababisha maisha yetu ya kila siku kuwa ya amani, kuwa maisha bora na yenye uhakika wakati uko mzima na wakati uko mgonjwa. Kwa sababu unafahamu hata nikiugua iko bima itanilinda mimi na watu wetu 6 katika kaya moja. Mtu mwenye afya ataweza kufanya kazi kwa tija, lakini mtu mwenye afya anaweza kuhudumia familia yake wakati wote, na mtu mwenye afya anaweza kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Mtaji wa kwanza wa binadamu ni kuwa na afya bora, na hasa kwa sisi ambao shughuli zetu za kiuchumi ni zile za kutoka ndio upate riziki yako. Watu wote ambao tunafanya shughuli za kila siku ambazo hatuna mitaji mikubwa na fedha nyingi, ambao ndio wengi katika taifa letu la Tanzania na hao ndio wengi kwenye wilaya yetu ya Ukerewe, mtaji wa kwanza wa maisha yetu ni afya bora. Kupitia mpango huu, serikali yetu inawakinga wananchi dhidi ya umaskini unaosababishwa na gharama za matibabu. Sisi ambao tuna bima ya afya tunaona gharama kubwa za matibabu zilivyo. Hawa ambao wana bima kwao ni zaidi, wana gharama kubwa zaidi, na tunapoteza watu wengi
kwa sababu ya kushindwa kumudu gharama za matibabu. Leo tunakwenda kuandika historia nyingine mpya. Watu zaidi ya 10,708 watakuwa wanufaika na hawatakuwa na pressure sana kuhusiana na matibabu yao, kwa sababu matibabu ni gharama. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila amelaani tabia baadhi ya madereva kuingilia katikati ya jiji bila kufuata masharti ya usalama na kuonyesha heshima kwa barabara kuu. Alisema hatua kama hizo, ikiwemo kuendesha magari yasiyo na vipimo vinavyokubalika au kuzuia trafiki, haziwezi kuruhusiwa. Shida Dar es Salaam, jambo jingine pia ambalo lipo, mtu kizungumza unaweza kaonekana kama unatukana watu, lakini tumeruhusu kila jambo liwe kwenye barabara kuu. Guta liwe barabara kuu, bajaji iwe barabara kuu, kikolola kichafu kiwe barabara kuu, kigali kina namba A kiwe barabara kuu. Leo tuko namba E. Mtu amekomaa kwenye kikolola kichafu anaingia katikati ya mji. Hii sio sawa. Nenda kwenye nchi za wenzetu zingine. Kama gari yako sio mpya na kwa namba zake zile, huwezi kuruhusiwa kabisa kuingia mjini, kwa sababu ikizima katikati, hilo ni jambo jingine. Unakuta mtu kafunga vioo anajifanya kama kuna AC, hakuna. Sasa unajiuliza, umo ndani na kuna AC kafunga vioo, hayuko na leso anafanya namna hii. Sasa huko ina maana AC haishiki. Sisemi bodaboda hazina maana, wala semi Corolla haina maana. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa ya habari. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kutenga muda wako wa thamani kutazama taarifa hizi za habari. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kuandaa habari hizi, ulikopo nami Pendo Gorton, nizidi kukukumbusha mwana wote wa kama na viunga vyake. Kambi yetu ya upasuaji wa mdomo wazi unaelekea pale kuanzia tarehe 23 Machi mpaka tarehe 27. Ukisikia taarifa hii usiwe mchoyo, mwambie na rafiki yako. Bye kwa sasa, ulikopo nami Pendo Gorton.